Habari ndugu mtazamaji wa Angel TV Online. Samia Suluhu Hassan amefanya rasmi uzinduzi wa tume maalum itakayochunguza kwa kina matukio ya uvunjifu wa amani na ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliorindima tarehe 29 Oktoba 2025. Hatua hii inatajwa na wengi kama nguzo muhimu katika kuliponya taifa na kurejesha mshikamano wa kitaifa. Tunashukuru sana kwa wote mnaoendelea kuiunga mkono Angel TV Online. Tafadhali msisahau kulike, kushare na kusubscribe ili msiwe mnakosa taarifa zetu zote. Mheshimiwa Rais, kama unavyokumbuka, tarehe 23 Aprili mwaka huu, Tume ya Rais ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 iliyoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Othman ilikamilisha na kuwasilisha ripoti yake kwako. Ripoti hiyo pamoja na mambo mengine ilipendekeza kuundwa kwa tume nyingine itakayofanya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukaji wa sheria katika ghasia hizo. Tume iliyopendekezwa ni kwa ajili ya kuchunguza kwa kina zaidi masuala mahususi yaliyobainishwa na tume ya Jaji Othman na masuala mengine mapya kwa kadri yatakavyojitokeza. Mheshimiwa Rais ulikubali pendekezo hilo na hivyo umeunda tume kwa ajili ya kazi hiyo. Tume iliyoundwa ina wajumbe 6 akiwemo na mwenyekiti wake. Miongoni mwao wajumbe 4 wanatoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mjumbe mmoja anatoka Jamhuri ya Namibia na mjumbe mmoja anatoka Jamhuri ya Uganda. Mheshimiwa Rais, naomba uniruhusu niwatambulishe kwa kifupi sana wajumbe hawa ili uweze kuwafahamu, lakini pia umati huu uweze kuwafahamu. Ninaomba nitakapokutaja jina utasimama ili Mheshimiwa Rais aweze kukuona pamoja na hadhara hii iweze kukuona pia. Nitaanza na Mheshimiwa Shaban Ali Lila. Yeye ni mjumbe na mwenyekiti wa tume. Mheshimiwa Lila ni jaji mstaafu wa Mahakama ya Rufani ya Tanzania. Amewahi kuwa jaji kiongozi wa Mahakama Kuu ya Tanzania, jaji mfawidhi kanda ya Mtwara na pia msajili wa Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Mbeya, Dar es Salaam na Arusha. Najua una sifa nyingi lakini naomba nitaje chache kwa sababu ya muda. Asante. Wa pili ni Mheshimiwa Petrus Tilainge Damaseb. Yeye ni mjumbe wa tume na ni naibu jaji mkuu wa Mahakama ya Namibia, jaji kiongozi wa Mahakama Kuu ya Namibia, na kwa mujibu wa wadhifa wake pia ni jaji wa Mahakama ya Juu ya Namibia, yani ex officio member of the Supreme Court. Amewahi pia kushika nyadhifa mbalimbali katika utumishi wa umma nchini Namibia, ikiwemo kuwa mkuu wa utumishi wa umma. Vile vile ni jaji wa rufani wa Mahakama ya Rufani ya Lesotho na kaimu jaji wa Mahakama ya Rufani ya Botswana. Thank you, Honorable Justice. You may be seated. Mwingine ni Mheshimiwa Barishaki Cheborioni, mjumbe wa tume. Yeye ni jaji wa Mahakama ya Rufani ya Uganda na ni jaji wa Mahakama ya Haki ya Afrika Mashariki ngazi ya rufaa. Amewahi kuwa mjumbe wa tume mbalimbali za uchunguzi nchini Uganda ikiwemo zifuatazo. Ya kwanza, tume ya uchunguzi wa ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Uganda. Ya pili, tume ya uchunguzi wa kuchomwa moto makaburi ya Kasubi nchini Uganda. Na ya tatu, tume ya uchunguzi wa tuhuma za rushwa Mbarara nchini Uganda. Honorable Justice, you may be seated. Thank you. Mwingine ni Mheshimiwa Gad John Mjemas, mjumbe wa tume. Yeye ni jaji mstaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Amewahi pia kuwa katibu mtendaji wa Tume ya Haki za Binadamu
na utawala bora. Vile vile amewahi kuwa mwenyekiti wa bodi mbalimbali ikiwemo bodi ya rufani za kodi TRAT. Asante Mheshimiwa Jaji. Mwingine ni Mheshimiwa Awadhi Mohamed Bawazir, mjumbe wa tume. Yeye ni jaji mstaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Amewahi kuwa mchunguzi mkuu katika taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa na kamanda wa TAKUKURU wa mkoa wa Temeke. Asante Mheshimiwa. Na wa mwisho ni Mheshimiwa Aishieli Nelson Sumari, mjumbe wa tume. Yeye ni jaji mstaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Amewahi kuwa jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Moshi na Mwanza. Pia amewahi kuwa mkurugenzi msaidizi wa makosa ya udanganyifu na rushwa katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Asante sana. Mheshimiwa Rais, tume hii ina secretariat ya watu 6 ambayo itaongozwa na Bwana Paul Kadushi. Tayari unaweza mkasimama wote secretariat kama. Asante. Tayari asante, nikaeni tu. Mheshimiwa Rais, tayari nimeshakutana na wajumbe wa tume wote na tumefanya nao kikao, wanaielewa kazi na wote wapo tayari kwa ajili ya kazi hii na wanakushukuru kwa ajili ya kuwaamini katika jukumu hili zito. Na tayari maandalizi ya tume kuanza kazi yamekamilika, kwa hiyo tupo tayari. Na Mheshimiwa Rais umetoa siku 150 kwa ajili ya tume kukamilisha kazi hii, takriban miezi 5. Kwa hiyo baada ya kupitia adidu rejea tumejiridhisha kwamba muda huu unaweza ukatosha kwa ajili ya kazi hii. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo haya mafupi, ninaomba sasa nikukaribishe ili uweze kuzungumza na hadhara hii na kisha kuzindua rasmi Tume ya Rais ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukaji wa sheria katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Asante sana. Naomba tuinuke kwa heshima na taadhima ya viongozi kwa ajili ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Hamza Johari, mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini leo nimeona sura adimu kuonekana msajili wa vyama vya siasa. Ndugu yangu Francis Mutungi yuko nasi leo hapa. Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu. Mheshimiwa Jaji Shaban Ali Lila, mwenyekiti wa Tume ya Rais ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia za ukiukwaji wa sheria katika matukio ya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa 2025, makamishna wa tume na secretariat ya tume, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa viongozi wa dini, wawakilishi wa makundi mbalimbali ya wananchi mliopo nasi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ndugu wanahabari, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Waheshimiwa, mniruhusu nami niungane na viongozi wa dini katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa jaala yake ya uhai na siha njema iliyotuwezesha kutana leo hapa kwa ajili ya tukio hili muhimu la kuzindua tume hii ya wahusika katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi. Nawashukuru nyote mliohudhuria kwa namna ya kipekee. Nimshukuru mwenyekiti na makamishna wateule wa tume hii kwa kukubali uteuzi na dhamana hii nzito kwa maslahi mapana ya taifa na wananchi wetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mtakumbuka kwa tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka huu nilipokea ripoti ya Tume ya Rais ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025
iliongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, na leo tuko naye hapa na namwona pia Jaji Ibrahim yuko naye pamoja. Wote walikuwa katika tume hiyo. Tume ile pamoja na masuala mengine ilipendekeza kufanyika kwa uchunguzi wa kina kubaini wahusika wa matukio hayo ili hatua mwafaka za uwajibikaji ziweze kuchukuliwa. Ni kwa msingi huo na kwa kuzingatia mamlaka niliyopewa chini ya sheria ya tume ya uchunguzi sura ya 32, niliunda tume hii itakayoongozwa na Mheshimiwa Shaban Ali Lila, ikiwa na jumla ya makamishna 6 ambao wawili kama ilivyotambulishwa wametoka, mmoja Uganda, Jaji Barishaki Shebrion, na mwingine ametoka Namibia, Justice Petros Namasebo. Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata muono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Sasa tumeona tushirikishe wenzetu, mmoja kutoka Afrika Mashariki na mwingine kutoka nchi za SADC, na ndio hawa wawili, na nawashukuru sana maraisi, mzee wetu mzee Museveni wa Uganda, lakini pia dada yangu Nandi Ndaitwah wa Jamhuri ya Namibia kwa kukubali kuleta majaji hawa kuja kusaidiana na majaji wa Tanzania. Tunashukuru sana. Kipekee nawashukuru sana tume hii imepewa hadidu rejea zitakazoongoza katika kutekeleza majukumu yake, na itawasilisha ripoti na mapendekezo yake kwa mujibu wa sheria, na ni imani yangu kwamba majaji hawa watakwenda kutumia taaluma, uzoefu na viapo vyao kutekeleza kazi hii kwa weledi, umakini na uadilifu mkubwa. Natambua uzito wa jukumu hili, lakini kwa kuanzia tume imepewa muda wa miezi 5 kutekeleza majukumu yake na kuwasilisha ripoti rasmi. Sasa kama kutakuwa na ombi la kuongezwa muda, tutaangalia baadaye tuongeze muda ili wafanye kazi yao kwa upeo mpana. Na katika hili ni wasihi sana Watanzania wote kutoa ushirikiano unaohitajika na tume katika kutekeleza majukumu yao. Ni wasihi sana Watanzania tuisaidie tume hii iweze kufanya kazi yake na tusiisumbue katika kufanya kazi zake. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mwisho ni washukuru tena mwenyekiti na makamishna wa tume kwa kukubali jukumu hili kubwa na zito. Najua ni jukumu kubwa na zito, na wenyewe wamelikubali kulibeba, na watakia utekelezaji mwema wa majukumu tuliowapa. Na baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kwamba Tume ya Rais ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria katika matukio ya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 sasa imezinduliwa rasmi. Namwomba Mwenyezi Mungu aibariki bara letu la Afrika, lakini Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu Tanzania. Tume hii nayo ibarikiwe, wajaliwe afya na utulivu ili waweze kufanya kazi zao wao na secretariat yake. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Na asante, tunakushukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa ridhaa yako kutokana na tukio hili basi uridhie tupate picha moja kumbukumbu meza kuu pamoja na wale wajumbe wa tume. Asante sana Mheshimiwa Rais. Hapa mbele Mwenyekiti Mheshimiwa Jaji Lila na wajumbe makamishina wako including Justice from Namibia and Uganda.
welcome to join for group photo.